Natoka na mpenzi wangu mimi hapa. Sawa, usifanye uchanganyikiwa hapo, amna cha kukuchanganya. Nishafumania kuchate. Afulo unakuja kuongea nini? Tunaona ndani pia after wasimujie tukanaye. Nilikuwa nchitena nini yani hicho ambacho kimefanya paka muisi au mjue mimi natoka naye. Ulala naye wapi, kwake au kwake? Maana mimi nilifika na njoo tukaangalia chumba tukachukua na furniture. Nilifika na kaniambia kwamba nenda kuchukulia kila kitu unachokitaka lakini nataka kwanza nifanye mapenzi na wewe. Kwa hiyo mimi ndio nikaa tuna tamaa hivyo kupata tukile chumba. Kwa hiyo Mairo kakubali kuvutu wako kweli ile vitu vidogo. Okay. Kwa hiyo siku hiyo ukampa. Sasa vipi kuhusu chumba, furniture? Viko wapi? Aliniule kitanda nikakika kwa mtu kwanza akaniambia sikilizia kwanza kutafutia ile kodi. Ndio mara pili akaniita ile akanipa kodi. Ndio nikaenda kulala naye. Njoo baba, mtu kija utaona. Sikia, njoo kwa ajili yangu please, naomba uje mara moja tu. Ya ncha maana. Hapo. Hello Tanzania, Afrika kwa ujumla, mimi bado niko Moshi. Sasa wakati nipo huku Moshi bwana, nimekutana na kisanga kimoja kizito sana. Kuna dada yangu mmoja akanipigia simu baada ya kuona baadhi ya picha na video zangu nikiwa ndani ya Moshi. Bwana, nililolikuta leo huku ni kubwa sana kwa sababu ninavyoambiwa kuna dada mmoja ambaye amenipigia akanipa history kidogo, anasema ya kuwa katika chumba ambacho anaishi yeye na marafiki zake hao wawili. Kwa jumla chumba kimoja wanaishi wadada hao watatu. Lakini dada mmoja ana mpenzi ambaye hao wawili wanamfahamu vizuri. Ila shida ni kwamba kumbe kuna mmoja pale anatembea na boyfriend wa mwenzake. Si ndio? Dada mwenye nyumba ameweza kugundua ya kuwa rafiki yake anatembea na mpenzi wake. So mimi naenda huko kusuluhisha na hapa yenyewe ni kwamba tunataka kwenda kumweka kiporo huyo dada ambaye anatembea na mpenzi wa mtu ili mradi tumkanye next time asije kufanya tena hizo pigo, kwa sababu unapokuwa unatembea na mpenzi wa mtu basi jua unajitengenezea kifo chako karibu, si ndio? Bado niko Arusha, niko Moshi, na hapa niliposimama hadi la nikicheki mkono wangu wa kule naona sawa bro, shwari kama kaa baridi maisha kama kaa yanaendelea. Unaitwa nani? Nani? Wewe. Mimi hapa. Ni kama hivyo jololisti. Kama jololisti. Wewe jina lako kama hili ndio jololisti. Mimi ni mtafutaji. Neno moja kwa watu. Kwa watu kwamba neno lolote ambalo unajisikia kuambia watu. Neno lolote nasikia kuambia watu. Hawa wanatuektia tu. Yaani hivi ni vitu ambavyo vinatuektia tu. Mnatuleta kwenye video lakini mnatolea kujichini lakini mnatuektia. Wanaleta pigo za mnatuletea pigo za niandia kwa ati mnatakuwa mtupe hata mitaji tuendelee na maisha yetu mengine. Sasa mimi naokota mabobo kama hivi. Afu eti mzee tumekaa na kamera kubwa nini. Unaenda kula mshahara wako. Sasa pala nani? Sasa pala si mimi naojichoresha tu kwako. Basi sawa bro wangu, msamee. Simsamei. Yaani bado wewe Masamia anipe hata uongozo, hata kipaji, hata nini. Wewe una kipaji gani? Una kipaji gani? Mimi na kipaji chochote. Hem tuonyeshe kipaji chako. Kipaji changu mimi hapa. Siwezi kuonyesha hata leseni yangu mimi huwezi kuiona. Sasa ukionyesha si ndio watu wanakipokea kipaji chako? Siwezi kuonyesha chochote. Okay, una mpenzi? Nani? Wewe. Mimi na watoto wawili. Unaishi na mkeo kila kitu. Na nalelea na mabobo haya. Na hii ndo kazi ambayo inalisha. Kazi hapa ambayo ninaisha familia. Bro, wewe noma. Nipe wewe noma bro. Kazi kwako. Hatupingi mwanangu. Hongera sana. Lakini mtani kwetu karibuni sana, lakini nini? Hatuchoreshe. Hamna hatuchoreshi. Mwambie hata Mama Samia bwana, tuangalie hata vipaji vidogo dogo. Mheshimiwa Rais Mama Samia unaambiwa kabisa, hebu jaribu kuangalia vipaji vidogo vidogo. Huko Moshi vipaji ni vingi sana, si ndio? Sasa nini? Vipaji ni vingi lakini hatumdharau mama, lakini sasa nini mama aleti kazi. Takuwa alete kazi kwa vijana ili tuelimike na sisi. Nakubali. Kwa sababu tumekaa vijana mtaani washangaa mtu vijana kaiba. Si bora niokote mabobo. Ya kweli kuiba sio poa. Sasa je, nifungulie ofisi yangu labda kununua mabobo au nimefungulia ofisi yangu ya kufanya hivi au umenichukulia chuma yangu? Si niko rodi. Ya kweli. Sasa nini? Si ofisi. Nakubali brother. Sasa nini brother? One love my brother. Nimepokea ndugu yangu. Ni hao hapo. Ni hao. Ni wale pale. Nakubali brother. Pamoja sana. Okay.
Sawa. Bwana mimi niko napata kionjo kidogo kutoka kwa wanangu wa Moshi. Nilishia hivi. Hapa nilipokaa bwana nikicheki kule naona mlima Kilimanjaro ni full la. Njoo onesha. Hivyo anauona kule. Hebu onesha kwanza. Unaona? Unaonekana eh? Umeona wanangu? Yaani mimi nakula bata. Sema kula baridi. Okay. Sasa tusicheleweshe sana mambo. Mimi naombeni twende moja kwa moja kwa huyo binti. Huyu ndugu yangu ambaye ananirekodi hapa anayafahamu vizuri mazingira. So naomba umpigie yule dada. Panaitwa TPC. Okay, yeah. Hapa bwana wanapaita TPC. Na hapa nilipo hili ni shamba la miwa kubwa sana, unaambiwa ni kama heka za kutosha. Na hili shamba bwana wakiwa wanapulizia dawa wanapulizia kwa helikopta. Ya full raha nangu, si ndio? Okay. Wadogo zangu mko poa? Mbona mnaogopa kuongea? Jamani Moshi, unajua mimi mgeni inabidi nicheke na kila mtu. Okay, twenzetu. Sema make sure bro unampigia hapo ili tujue. Mpigie kabisa. Sawa. Kuna wakulia? Sawa. Mama zangu. Kwema? Na hapa yenyewe nilipo mlima nadhani unaonekana vizuri. Hebu wagusie pale kwenye tatu ili mradi uonekane kabisa, uone. Kilimanjaro. Afu tunarudisha kwenye ile moja. Okay, sawa. Ni moja kwa moja? Sawa. Na inabidi hii niifiche. Nifiche hapa au nifiche hapa? Nifiche hapa. Kwa sababu unajua ukiwa na rekodi bwana, watu wakijua na rekodi mambo yanaweza kaa mengi. Najua huko kama mnanisikia vizuri. Jamani mnanisikia vizuri? Okay, sawa. Make sure una subscribe channel yetu ya Monsuri hapo YouTube. Gusa hiyo alama nyeupe iliyoandikwa subscribe hapo chini ili uwe mtu wa kwanza kila ninapokuwa na post video yangu uweze kuitazama, si ndio? Bro, let's go. Let's go. Shwali. Baba la baba. Shwali. Nakubali. Tumefika? Mpigie bwana tuweze tukaenda huko. Je, wewe unampigia? Okay, sawa. Mpigie kabisa hadi hapa baba. Mambo mengi huko tukafika huko hata kwa watatu. Lakini nilishamwambia kuwa na rekodi. Hebu mpigie. Wewe mwelekeze kama vipi atoke. Mwisho watoto wana nyama. Ngoja nikae upande wa huko. Wewe ni shabiki yangu eh? Kumbe hadi Moshi na mashabiki. Thank you so much mama la mama. OG. Na mashabiki hadi huku. Utaniambia nini? Buju, uko poa? Nimetii wito bwana. Unajua lile swala letu ambalo tumelizungumza kwenye simu. Nikaona sio vibaya mimi kufika mpaka nyumbani bali tulizungumzia huko nyumbani. Karibu. Sawa, asante.
Unaweza huyu jirani yako anaweza kutupunguzia sauti ya muziki? Basi naomba mtupunguzie ili tukiongea tuweze kusikiliza. Sawa. Karibuni. Ya, kama tunataka kufanya kikao huko pia mtaonekana tu. Labda mkae huku. Sawa. Mwana watoto walikuwa wazuri. Sister, mambo? Shwari. Na mchumba? Okay. Tunaweza tukaingia? Okay, sawa. Odi. Okay, odi. Asante sana. Jamani, tumefika kwa mhusika. Huyu ndo dada ambaye mwenye hicho kisa chake ambacho ameweza kumshuhudia rafiki yake. Sijui ndo huyu nini? Hapana. Sio. Basi kama sawa, tunaweza nikashuti fresh. Yeah. Okay, sawa. Mambo vipi bwana? Poa, mambo. Uko poa? Uko poa. Naombeni kukaa. Karibu, uko poa, tunaruhusa. Hata hapa Hata hapa. Wewe ndio ukae hapa, Imadi. Tuweze kuzungumza hapa. Sawa. Wewe stoke. Nikikao ana shida. Okay. Pia huyu naye unakaa naye? Nakaa. Mama, mambo? Vipi? Shwari. Shwari. Unaitwa nini? Unaitwa nani? Lovely. Lovely. Ndio. Wewe ni wa Arusha au wa Moshi? Moshi. Sawa, nashukuru. Samahani kwanza sister kwa kuchelewa kufika. Kidogo tulikuwa tuna mambo mengine huko ambayo yamesababisha mpaka tumechelewa kufika kwenda na muda. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yako kamili watu wakujue. Naitwa Sia. Sia. Huyu anaitwa Love. Wewe pia ni Mchaga? No. Wewe kabila gani? Mzigo. Wazigoni watu wapi? Kutoka Tanga. Nasikiaga sifa zenu. Hamna kiasi. Nasikia mnajua kupika vyakula vyote. Vyakula kweli tunajua kupika. Paka samaki papa. Yeah. Unaweza kumpika papa? Naweza. Unamwandaa vizuri tu. Kabisa. Sinasikia kama anakuaga sometimes kama yuko poa hivi. Labda kama hajui kupika mimi naweza. Lakini si unamjua papa? Namjua. Okay, sawa. Sasa kwanza pole kwa changamoto yako. Asante. Na niliposikia kile kisa kidogo nilianza hadi mwenye kusisimka. Mungu wangu. Unaweza vipi kuishi na mtu ambaye unajua kabisa kuwa anatoka na mpenzi wako afu unaishi naye chumba kimoja? Au tuanzie hapa. Uliona dalili zipi kutoka kwa huyu mtu? Sijui kama huyu rafiki yako pia tutampata. Tutampata? Yeah, yupo. Haina shida. Basi tutamuita hapa. Ngoja kwanza nipate update kutoka kwake alafu. Kwa watu ambao mnanitazama sasa hivi, make sure una subscribe. Gusa neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, mradi uwe mtu wa kwanza kila video ambayo naiposti uweze kuipata, si ndio? Uliona dalili gani kwa rafiki yako mpaka ukajua ya kuwa rafiki yako anatoka na mpenzi wako? Dalili zilikuwa nyingi, yani madharau yalianza, kutokuheshimiana. Sometimes, yani siku nilogundua, nilishika simu yule msichana. Nikakuta namba za boyfriend wangu kule. Dai mama sana. Kwani kukuta namba ni vibaya? Kwani rafiki yako kuwa na namba ya mpenzi wako ni vibaya? Sio vibaya, lakini saa message zao, chat zao. Ni kwamba wanachati ikiwa ni kwamba wapo kwenye mahusiano kabisa. Yeah. Wanaanzisha au tayari kila kitu? Tayari wana mahusiano. Na wanafanya ule mchezo mbaya. Wanafanya. Una muda gani tangu umepata hiyo taarifa? Yaani tangu umeziona hizo dalili, una muda gani mpaka mida hii? Mwezi mmoja hivi. Ina maana mwezi mmoja wote umeshikilia tu? Nilikuwa akileta kukubali kama ni kweli. Lakini naona kama ashindwa. Inakuwa ngumu kukubali ukweli. Okay. Kwa maana ngakutafuta uje utusolve. Na vipi kuhusu huyo binti sasa, yeye ulijaribu labda kumuuliza? Tutagombana. Kwa hiyo hujamuuliza naye ajui chochote? Wala ajui chochote, wala sijamuuliza. Mimi siwezi. Yaani mimi nimpende mtu kwa dhati alafu. Si unampenda mshikaji? Sana. Na labda una mtoto naye au? Kwa mtoto sijafanikiwa, kitu tumetoka mbali. Na mna muda gani kwenye mahusiano mpaka mida hii? Miaka 5. Miaka 5.
Huyu jamaa anafanya kazi gani? Unapenda wasanii? Kidogo. Ni chakula gani ambacho anakipenda mpenzi wako? Anapenda wali maharage. Maharage. Anapenda wali maharage? Yeah. Hebu naomba uambie au sister wanyamaze. Sister yangu 80 kidogo tupo kwenye kikao kidogo. Okay, sawa. Jamani, huyu inaonekana ni mtu wa watu. Yeah, hapa ni sehemu watu wanapopenda. Aha. Na hao marafiki zako mnachangiana kodi au kodi unalipa wewe mwenyewe? Nalipa mwenyewe. Hadi wewe pia wote wanakaa hapa? Yeah, tunakaa 3. Maana marafiki zangu sana. Na lakini wote mnafanya kazi fresh. Nilikuuliza swali kuwa mpenzi wako anapenda chakula gani, ukanijibu wali maharage. Yeah. Ni kitu gani ambacho unahisi mpenzi wako waga anakipenda kutoka kwako? Simkwambieje. Bana ni siri. Vitu vya siri, anapenda mambo ya usiri. Okay, sawa. Na tangu labda umeanza kuziona hizo dalili za kuwa mpenzi wako kuna kitu ambacho kinaendelea na rafiki yako, kuna kitu gani ambacho unahisi kimepungua kwenye mahusiano yako wewe na mpenzi wako? Kitu gani kimepungua sasa hivi tofauti na zamani? Yaani shoti sina amani. Hakuna mawasiliano kama yale ya mwanzo. Kapunguza kila kitu kwangu. Ukiwa unamhitaji labda kimwili unampata? Anasumbua, yani si unajua kula anapewa labda. Kwa hiyo rafiki yako anambrace, anampa fresh? Yeah, anampa. Ndio maana anifanyia mimi hivyo. Vipi kuhusu labda wazazi, wanalifahamu kama nyinyi mko kwenye mahusiano? Of course wanafahamu. Okay. Lakini mama ndo anafahamu. Mamako. Yeye je, upande wa mwanaume? Najua tu ndugu zake, lakini sijajua kwao kabisa aje kunipeleka. Okay, sawa. Na yule binti mwingine hapa, huyu umesema naye anajua kila kitu? Anaitwa nani? Lovely. Nakuomba mara moja. Okay. Mama, sorry. Una tattoo? Kiasi. Au ni ina? Zingine piko. Lakini unapenda tattoo? Ndio. Una tattoo ngapi kwenye mwili wako? Chache tu. Ambazo ni zipi? Unazoziona tu. Okay, hapa kuna. Okay. Hii tattoo haziwezi kukuletea shida labda baadaye ukiamua kubadilisha maisha? No comment. No comment. Unazijutia kuwepo katika mwili wako hizo tattoo? Ndio najutia. Sometimes au muda wote. Kwa hiyo haupendi kuwa na, yani utamani kuwa na hizo tattoo? Leti nisingechora. Na zinakufanya unalembuka, unakuwa mrembo kweli kweli. Una mahusiano? Ndio. Boyfriend wako anaitwa nani? Unaweza kumtaja? Hapana. Hawezi. Okay, sawa. Itakuwa labda una wapenzi wengi. Unaye mmoja? Okay, sawa. Rafiki yako alipoanza kuona dalili za kuwa huyu yani huyu sijui ndo huyo rafiki yenu ambaye anadate na mpenzi wenu, dalili gani ambayo wewe labda ulianza kuishtukia, au labda kuna kitu gani ambacho ulimwambia rafiki yako ambacho unajua kabisa bwana hichi kitu ndo kilikuwa kama kiashiria cha kuwa ni kweli mtu fulani anatembea na mpenzi wako? Jinsi tu alivyokuwa wapo. Ushakuwa shuhudia? Ndio. Akia Mungu? Ndio. Uliwashuhudia akiwa kwenye mazingira gani? Nilishuhudia akiwa ndani kwake. Kwa huyo binti au kwa huyo jamaa? Kwa binti, kwa rafiki yangu. Ina maana jamaa alishakujaga hapa akaa na huyo mwanamke mwingine? Ndio. Kipindi hicho ulikopo wapi shoga yangu? Nilikuwa nimesafiri. Jamani, mnasikia? Ina maana jamaa ogopi? Sijajua. Ulijaribu labda kumshauri rafiki yako kuwa bwana unachokifanya sio kizuri kutembea na? Nishajaribu kumshauri mara kadhaa. Yeye akanasemaje? Majibu tu mabaya. Alikuomba mfanye siri? Ndio, aliomba nifanye siri lakini umeshindwa kuzuia. Okay, sawa. Natamani hata kumuona huyo rafiki huyo ambaye ana hiyo mambo hayo. Yupo. Stari yako ni nini wewe? Stari yangu. Swali gumu. Swali gumu. Eh? Swali gumu. Kwa mkweli? Kweli.
Stori yako nini? Swali gumu. Hebu nongoneze sasa, nongoneze. Nongoneze. Kusmoke tu. Una smoke? Sana. Kawaida. Kwa nini una smoke? Nakuwa labda mawazo ama? Mawazo yani nakuwa tu normal hivyo. Sawa. Naweza kumpata huyo rafiki yenu? Tena kama itakuwa vizuri sana tukampata na huyo jamaa madi aweze kutuambia ukweli, anampenda nani, anamwacha nani. Unaweza ukampigia simu labda huyo rafiki yako akaja hapa tukazungumza naye, au kaenda kazini? I think itakuwa yupo tu around agenda mahali. Basi naombeni mnitafutie jamani. Mpigie simu kama una simu na namba zake, mpigieni. Okay, mpigieni. Haya jamani, anaenda kumpigia. Sana kaa hapa. Yeah, lakini sasa tutaona kwa sababu hajui kitu. Hajui chochote? Hauna salio. Hata message. Wewe pia una salio? Wewe de. Hii ndo okay. Mpigia hata huko. Taja namba. 56 45 03 53. Okay. Nani anaongea naye? Wewe ndio utakuwa na kusikiliza. Mambo Mai. Mambo. Po wapi? Njoo basi hapa nyumbani mara moja. Sasa hivi ninasho kuongea na wewe. Hapo. Natoka na mpenzi wangu mimi hapa. Sawa, usifanye uchanganyikiwa hapo, amna cha kukuchanganya. Nishafumania ukichate. Afulo unakuja kuongea nini? Nikiwaona pandani pia, afuta wasimulie tukandani. Nilikuwa nachitana nini? Nilikuwa nachitana nini yani hicho ambacho kimefanya mpaka muisi au mjue mimi natoka naye wapi kwake au kwake? Maana mimi nilifika na njoo tukaangalie chumba tukachukua na furniture. Nilifika na kaniambia kwamba nenda kuchukulia kila kitu unachokitaka, lakini nataka kwanza nifanye mapenzi na wewe. Kwa hiyo mimi ndio nikaa tuna tamaa hivyo kupata tukile chumba. Kwa hiyo Mairo kakubali kuvutu wako kweli ile vitu vidogo. Kwa hiyo siku hiyo ukampa. Sasa vipi kuhusu chumba, furniture? Viko wapi? Aliniule kitanda nikakiweka kwa mtu kwanza, akaniambia sikilizia kwanza kutafutia ile kodi. Ndio mara pili akaniita ile akanipa kodi. Ndio nikaenda kulala. Ndio baba, mtu kija utaona. Sikia, njoo kwa ajili yangu please, naomba uje mara moja tu. Ya ncha maana. Hapo.